Naam, karibu tena mtazamaji. Wakazi wa kijiji cha Baigum, Kerusoi Kaskazini waliamka na kutamaushwa kwa kisa cha kifo cha wanandoa wawili. Richard Simotuo na mkewe Junita walipatikana ndani ya nyumba yao, ikidaiwa kwamba Richard alimuua mkewe kabla ya kujitoa uhai pia. Ken Geshuhi anaarifu zaidi. Wingu la simanzi liligubika kijiji cha Baigum, Kerusoi Kaskazini, wakazi wakipokea ripoti ya vifo vya wanandoa Richard Simotuo wa miaka 60 na mkewe Junita wa miaka 51. Ripoti ya awali ikidokeza kuwa Richard alimuua mkewe kwa kumkata shingo kabla ya kujitia kitanzi chumbani humo. Tulipopata mwili yake imeanguka kwa nyumba na tukakuta bibi ameuliwa kitandani, na imetukuza kwa sababu mzee na marehemu na bibi yake amewacha watoto wadogo. Tumeshachukua wawili kwa mochari na nimekuwa na huzuni sana. Yeye ni my sister kabisa, tulisaliwa na mama moja. Kulingana na wakazi, wanandoa hao wawili wamekuwa wakizozana kwa muda. Walikuwa anagombana wao kwa wao, na ikawa tu walikuwa wamepaki wawili kwenye nyumba kwa sababu watoto wao wameondoka, wengine wameolewa, wengine wako shuleni. Hii mambo inaletwa na upendo ambaye imepotea. Ikipotea mwingine anakuwa adui. Yule sura alikuwa nayo inapotea, inabaki ya uadui. Wazee katika eneo hilo wakitoa wito kwa wakazi kutatua tofauti zao kwa njia ya mazungumzo, baadhi wakilaumu uraibu wa pombe haramu. Na tunahimiza kwamba serikali yaweze kutushikilia wale wa kijiji ili tutatue hii mambo kwa urahisi. Ili pombe kama hii tumesikia alikunywa iweze mtu asifanye kitu ambaye anaua mwingine. Wazazi na wazazi mkae chini, mkiwa na shida mkae chini, unaweza ambia rafiki yako, sababu hii ni mambo yenye imeanza kutokea kila siku na hatujui shida ni nini. Kisa hiki kinajiri chini ya mwezi mmoja tangu wanandoa wengine wawili kuyakatiza maisha yao kwa njia sawia katika kijiji jirani cha Muchorwe. Ken Geshuhi, KTN. Na mtazamaji, kwa taarifa hii utaniruhusu pia nipate tama la maji. Tukirejea, Davis Berry atakuwa anatufahamisha kulikoni viwanjani.